Narejelea tena. Majaribu matatu ambayo shetani alimpatia Yesu ndio mfano wa majaribu ambayo shetani anawapatia Wakristo wote, wakubwa kwa wadogo. Jaribu la kwanza, alipomwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate upate kula. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamjaribu Yesu kwa kitu ambacho anajua ana uwezo wa kufanya. Fuata kwa taratibu sana na kuleta karibu na mimi. Shetani alikuwa anamjaribu Yesu kwa kitu ambacho anajua anaweza wa kufanya. Mara nyingi shetani anatujaribu kufanya kitu ambacho anajua tuko na uwezo wa kukifanya. Anatujaribu ili tukifanye ilhali anajua ya kwamba tuna uwezo wa kufanya. Mfano halisi, umekosewa, shetani anajua kwamba uko na nguvu ya kukasirika, uko na uwezo wa kukasirika. Anajua unaweza kutukana, anajua unaweza kukemea, anajua unaweza kupigana, anajua hilo. Lakini anakujaribu aone kama utaangukia jaribu lake la kufanya kitu ambacho hata wewe unajua una uwezo wa kufanya. Jamaa, utasikia Wakristo wakisema, atanijua mimi ni nani. Ni kwa sababu unajua wewe ni Mkristo, upaswi kufanya hicho kitu ambacho una uwezo wa kufanya, lakini utasukumwa ili kwamba ufanye kitu ambacho unajua in real sense una uwezo wa kukifanya. So lesson number 1, usiruhusu ili kwamba shetani akujaribu katika kitu ambacho unajua una uwezo wa kukifanya. Young people, kwa kuwa ni ambassador Sabbath, shetani anajua ya kwamba ukiamua kwa mfano kutowaheshimu wazazi wako, uko na uwezo huo. You can disrespect your parents properly. So don't show him ya kwamba unaweza kufanya hivyo. Usimwonyesha kwamba ninaweza kutowaheshimu. Shetani anajua ya kwamba Mungu alikuumba kama msichana. Anajua kwamba alikuumba kama mwanamume. Anajua una hisia za kike, anajua una hisia za kiume, lakini anakujaribu kukwambia kwamba practice makes, maliza, perfect. So unaweza kujiingiza kwa mfano katika ngono ya mapema ukijia convince ya kwamba practice makes perfect. In real sense unajua uko na uwezo wa kufanya vitu vingine. Mungu aliviumba viwe automated, out of body experience, reflex action. Aliviumba viwe hahitaji shule, hahitaji mwalimu, vinakuwa hata bila kufundishwa. Lakini anajua ya kwamba ili ya kujaribu kuanguka, anaweka katika mawazo yake kwamba practice makes perfect and you fall into that. Kwa hivyo nini suluhisho wa jaribu hilo la kwanza? Verse 4, Yesu akamwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. The first solution ya kushinda jaribu la shetani ambalo anakujaribu kwalo kufanya kitu ambacho unaweza kukifanya ni ujasiri wako katika neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Your confidence on the word of God itakusaidia sana. Kama Mkristo ambaye hana ujasiri na neno la Mwenyezi Mungu, kuwa convinced katika masuala ya kuanguka itakuwa rahisi sana. Have confidence on God's word. Chukua neno la Mungu kama neno la Mungu. Take it at his word. Let me tell you the power of God's word. The book of John chapter 1 verses 1 to 3 inasema hivi, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Alafu verse 2 inasema, the same was in the beginning with God. Now verse 3, listen. Inasema nini? All things were made by him, and without him was nothing made that was made. Nataka usikie fungu hilo kwa makini kabisa. Inasema all things were made by him. Him ni nini hapo? The word. Kumaanisha kwamba the word of God iko na nguvu ya uumbaji. It possesses a creative
power. Psalms 33 verse 6. Psalms 33 verse 6 nasema, by the word of the Lord, the heavens and the earth were made. I hope nimekuwa the right verse, 33 verse 6. By the word of the Lord, the heavens and earth were made. Now, nataka uniangalia kwa muda mfupi nikuulize maswali fulani. Umewahi kufikiria hivi? How comes unainua mguu alafu unakanyaga na kwenda? Unainua tena hii alafu unakanyaga na kwenda. Unainua tena hii alafu unakanyaga kwenda. Inafanyika vipi? Okay. Umewahi kufikiria vipi? Ukiona moto, ukipeleka mkono, unatoa haraka haraka. Inafanyika vipi? Haya. Unaenda kitandani unalala. Alafu from nowhere asubuhi inafika unaamka. Ulikuwa umefunga macho unafungua. Inafanyika ni vipi? Scientifically watasema ya kwamba kuna system ambayo ina control ndani ya mwili. Kwa mfano, watakwambia ili utoe mkono kuna kitu kinaitwa reflex action. Ili utoe hivyo. Ili kwamba inue mguu kuna coordination ambayo ina take place from the brain. My question is, hiyo coordination ya brain inafanyika vipi? Ilianza wapi? Nani alianzisha? Nani mratibishaji wake? How does it happen actually? It is by the word of God. Praise God. Yes. Alipokuwa katika shamba la Edeni, yeye ndiye aliyesema from today kuna neurons, kuna receptors, kuna whatever hizo biology zile ambazo mnajifunza shuleni. Akaziweka in its position. Akasema wewe frontal lobe kazi yako ni hii. Wewe back part kazi yako ni hii. Wewe katikati kazi yako ni hii. Akaziweka sawa sawa na hakuna siku zimewahi kuitilifiana unless wewe uzikorogo mwenyewe. Zinafanya kazi properly. Hakuna siku utajipata unatembea barabarani. Utakuwa wazimu. No, hakuna siku by the way. Hata kwa fedha za kimacho kiana mtu ana machi hivi ni kicheko utaanza kuangua. Mungu amecoordinate ya kwamba hii kienda hii nyingine inaenda. That is how he has coordinated it. Hakuna siku itafanyika tofauti na hivyo. So there is a coordination. By the way, mfano mwingine, hakuna siku ambayo atakuwa na giza kiasi gani utachukua simu uingize masikioni. Never. Actually kule kwetu wanasema siku ambayo utakosa mdomo wako, unajua unakufa. If you miss your mouth, unajua wewe unakufa. Kifo chako kinakaribia kabisa. Yaani wewe ni mgonjwa mahututi kabisa. So it is impossible. Hiyo yote ni coordination ambayo Mungu ameiweka. Kwa nini nimepeana mifano yote? If hiyo ni coordination ambayo Mungu ameiweka, let me ask you. You think he cannot coordinate you to victory over sin? He can. Ndio tunazungumzia the word of God. Iko na special power ambayo ina exist ndani yake. Akiamua coordinate maisha ya mtu, huyo mtu anaishi maisha ya utaua, maisha ya utakatifu. So siri ya kwanza katika maisha yako, be confident with the word of God. Praise God. We are living in a microwave generation. Twitter, Facebook, watoto mimba zao zinatungwa Facebook, zinazaliwa WhatsApp, wauguzi wanaitwa Twitter, wale wengine wanaitwa IMO, Snapchat, WeChat, iChat, TheyChat, zote chat hizo. That is the generation we live in. Ambao watu, vijana wa kizazi hiki, they do not have time for God's word. Na ndio maana unafanya maamuzi ya kipuzi. Ndio maana unafanya maamuzi yasiyo sawa. Because you don't have time for God's word. Psalms 119 verses 9 through 11. Inasema hivi. Question. How can a young man keep his way pure? Alafu anajibu answer. By guarding it according to your word. Na usikia verses 11. Anasema, your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. Na nifuate kwa taratibu. Unajua kwa nini unaanguka majaribu ambassador na kijana? In your mind umeweka first 11 ya Manchester.
In your mind, umeweka character wote wa soap opera. In your mind, umeweka characters wote wa Afro cinema. In your mind, umeweka nyimbo zote za Diamond na kakake na nyanyake na wote. Umeweka. In your mind, umefix na vitu ambavyo havikusaidii kabisa. That is why jaribu likikuja unaanguka hizi. Because maisha yako hayaongozwi na neno la nani? Na Mungu. 1 John chapter 2 verse 14, our key text. Tulisoma, nasema hivi. Soma kwa Kizungu. There is something I want. Ama Swahili, any ambayo inapatikana mwanzo. 1 John 2:14 nasema, I write to you because you know him who is from the beginning. Read on. I write to you, young men, because you are strong and the love of God abides in you. Tulia hapo. Inasema I write to you, young men, na waandikia ninyi vijana wadogo kwa sababu neno la Mungu lakaa ndani ya Biblia. Amesema neno la Mungu linakaa wapi? Ndani yenu. The problem, the word of God abides in the Bible, not in you. Najua leo hata nikifanya uchunguzi hapa tufupi. Niseme apart from John 3:16, John 11:35, John 1:1, Genesis 1:1, John 10:10, nipatie memory text. Matthew 7:7 nitoe. Utabaki. Nisoe Psalms 23 nitoe kwa Biblia pia. Nikwambia nipe Bible text. You remain with nothing. Utakuwa na Bible text ambayo inasema God help those who help themselves. Hiyo ni Bible text. So the problem, kwa nini tunaanguka katika dhambi, ni kwa kuwa the word of God does not abide in us. Neno la Mungu. This is a power to help you overcome temptations, to lead you in the right choice. This is a special power. By the way, si kwa vijana, nazungumza na vijana sana kwa hata kwa wazee, hata kwa kina mama. Shida nyingi za familia ni kwa sababu the word of God is not abiding in the mother. Is not abiding in the father. Ule wimbo unasema, Yesu niwe wako kabisa, nipopata kuweko pendo nyumbani, sitaifanya dhambi, nitakaasa nivyo kama kukiwa na Yesu, sawa. Yesu akiwa ndani yetu inakuwa vigumu kutenda dhambi. And that is the word of God abiding in us. Ukiwa tempted kuwa lazy shuleni, nakumbuka Proverbs chapter 6 verse 4 inasema, thou lazy, go to the ant. So you have the word of God. Ukiwa tempted kufornicate, unajua 1 Corinthians 6:16 inasema flee fornication. Naona ukiwa tempted in laziness, kuna Bible text ambayo inakuongoza. Let the word of God abide in you. Praise God. Huo muda ambao natumia kwa social media, let me tell you one thing. Wale ambao walianzisha social media, they are not lazy. People who are using social media are very lazy. Ukiona mtu amekaa mpaka katengeneza application ambayo inaweza kuconnect watu ulimwengu mzima, that is not a lazy person. He is not lazy. Akona target. Target yake ni wewe na mimi. That is his target. So anajua ya kwamba ili kwamba akupate, there is a way he has to bring something ambayo itakuptivate. Sasa wewe unashika simu, and for the next 30 minutes, you are busy liking and disliking, following and unfollowing. 30 good minutes.
instead of using that chance ili kwamba uchukue the word of God wewe kwa akili yako. Yani wewe kijana mzuri, a very beautiful lady, very handsome young man, umechukua simu yako, you are busy, you want to look at the status of all the contacts in your phone. Laziness of the highest order. Nafanya mambo kunyima chakula. All of them, unaanza mmoja baada ya mwingine. The question is, ukimaliza, what have you benefited? By the time you are through, what have you benefited? Hata ungechukua jembe ukaenda kulima, mvua ingenyesha ungepata mazao. But laziness of the highest order. Jiani, unaweza kupata, by the way, 10 young people can sit together, all of them smiling but not to each other. Unaweza kupata watu 10 vijana wamekaa pamoja, wote wanatabasamu lakini hawatabasiani wenyewe kwa wenyewe. Everybody is busy smiling with the phone. No time for the word of God. Jifunze kupenda neno la Mwenyezi Mungu. Young person, kabla kucalculate algebra, go to the Bible, read a text, fix it in the memory. By the way, there's a quotation I made. It's from the book Mind, Character, and Personality. And it says this: if you study God's word and understand it, there is no science in the world which will defeat you to understand. Try that. Ile more concept ambayo ni ngumu. Ile bonds ambayo inakusikia. Ile trigonometry ambayo inakusikia. If you study God's word, fix it on the memory, live by it, hakuna science itakushinda kuelewa. Hakuna. The problem is we struggle, tunasoma mpaka na miguu ndani ya maji lakini bado tunapata B. Because we are failing to realize the formula of success. Ama tukipata A, ni A ile ambayo nimestrain to an extent ya kwamba after that nikimaliza hapo niko tu na karatasi, but there is nothing else. We have to teach ourselves to love the word of God. How many young people here, ambassadors wangapi kwa Biblia, hard copy? Hard copy Biblia. Okay, hard copy. Haya. Wangapi mmezibeba leo kanisani? Okay. Asante. Ambassadors wangapi hawana Biblia hard copy? Hata kuchapa, by the way. Hata kuchapa. Ambassadors wangapi hawana Biblia hard copy? Najua tuko kanisani, Mungu anaweza kukuua kusema uongo. It is very possible that we live in this generation Bible-less. Ama tuko na Biblia tu kwa jina, no time to study it. Wake up program ya kusoma Biblia yako every morning and every evening. Kabla kufanya chochote, ensure you study God's word. Our high calling 116 anasema hivi: your first thoughts in the morning, your last thought at night should be on him who is centered your hope of eternal glory. Lakini generation, the last thing we do at night ni ku switch bundles off. The first thing we do in the morning ni ku switch bundles on. Yani hata ile shukrani kama Mungu amekuamsha, hauna last thing saa 7:02. First thing saa 11:30, ama kwa kweli alala kuchelewa, first thing saa 3:30. Hiyo ni adamuka. A lazy generation. Anafaa kuwa mke wa mtu, na mamake mtu, na mume wa mtu, na babake mtu, and you are busy calling somebody your boyfriend and girlfriend. The word of God must be our guide. Number 2. Number 3 actually, nimesema kitu kingine. Shetani alipogundua kwamba Yesu hajaanguka, akaenda the second temptation. Akamchukua Yesu, Matthew says, akampeleka juu ya temple. Akamwambia jiruhusu. Kwa kuwa ile ya kwanza Yesu alimwambia it is written, yeye pia akaamua ku play safe. Akamwambia maana imeandikwa, Mungu atakutumia malaika zake. Akamnukuu Psalms chapter 90. Mungu atakutumia malaika zake
wakulinde usijikwae mguu. So the devil now brings a second temptation. While the first temptation anakujaribu ufanye kitu ambacho anajua una uwezo wa kufanya, katika jaribu la pili anafanya nini? Anakufanya uwe kitu kinaitwa presumptuous. Sema hivi na Kiswahili hivyo. Anakufanya kwamba usimtii Mungu lakini ufikirie kwamba bado Mungu atakubariki. He makes you to be disobedient to God and still claim the blessings of God. How? Atakufanya uanze kutumia mafungu ya Biblia jinsi isivyostahili. That is second thing. So he starts walking left, right and center, quoting Timothy. Paulo alisema kwamba tusikunywe maji tu, mvinyo kidogo pia unafaa kwa tumbo. You go right, left and center, quoting vitu ambavyo katika maandiko haujavichukua sawa. Kwa nini? Tayari ameua ujasiri wako kwa neno la Mwenyezi Mungu. The next thing anafanya kwamba you start misusing scriptures. And most Christians wameshikwa katika situation ya kumisuse scriptures. The Bible is funny. Nitumie funny. Ukienda kwa Biblia kutafuta verses ambazo zina support uzinifu utapata. Usikia kwa makini. Ukienda kwa Biblia utafute mafungu ambayo yana support ulevi utapata. Ukienda kwa Biblia utafuta mafungu ambayo yana support uongo kidogo utapata. Nasema si Ibrahimu alidanganya utapata. Whatsoever you are looking for in the Bible, you will find. Kwa nini? Unapokaa chini kusoma, by the way, yesterday I was reading that book for young people. Nikasoma kitu cha kunishtua sana. Nasema when you sit down to study the Bible, huwa kuna watu wawili wako kando yako. One, the angel of the Lord. Two, the demon from hell. Vikundi viwili. Malaika wa shetani na malaika wa Mungu. Anasema hivi. Ukienda katika Biblia na asma ya kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yule malaika wa Mungu huwa anakupatia msukumo na ushawishi wa kujua hiyo. Ukienda kwa Biblia kusupport dhambi yako, yule malaika wa kuzimu anakusindilia ili kwamba pia upate hiyo. So it depends with what you are looking for. Anytime unafungua Biblia kusoma, soma Biblia na azma ya kujua mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Study the Bible na azma ya kujua mapenzi ya Mungu. Finally, no, and on that, before I move finally, Yesu akamjibu nini? Usimjaribu Bwana Mungu wako. Na hii inaambatana kila mtu tumezungumzia asubuhi. Don't think ya kwamba you will hide and as well run. Utafanya makosa, mama asijue, baba asijue, kaka asijue, elders asijue, lakini Mungu ajue. So you can hide but you cannot run. Hakuna kitu kinaitwa dhambi ya siri. I exist. It's not there. Kwa hivyo as you do it, jua kwamba Mungu anaitambua. Finally, Shetani akamchukua Yesu, akamwonyesha fahari yote ya ulimwengu huu. Akamwambia, ukiniinamia na kunisujudu, utafanya nini? Nitakupa haya yote. I want you to listen and listen to me very carefully sasa. Shetani, the third temptation, ni temptation ambayo imeshika Wakristo wengi sana. If you bow down and worship me, I will give you everything. Ni ile ambayo imeshika Wakristo wengi sana. Anakwambia hivi, ili kwamba cheo chako kazini kipande, lazima uripoti siku ya Sabato. You bow down, you worship me, I give you. Ili kwamba upite mtihani, ni lazima uattend Sabbath classes. You bow down, you worship me, I give you good grace. Na tuna wanafunzi wazuri ambao wakija holiday hawakosi kabisa. Lakini wakiwa mashuleni